Sifa na utukufu ni kwa Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Raha kwa Dash, ambapo Yahweh ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Bahashem ni kwa jina la Yahweh Shai. Ni unayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahweh Shai. Bahashem tena ni kwa jina la Raha kwa Dash, ni jina la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo leo tutaenda kutizama kuhusiana na alama ya mnyama. Kwa hiyo nilikuwa na picha kadhaa hapa za kuleta uhalisia kwenye hili jambo, ambapo ni moja kati ya tunaita major prophecy. Unaposema major prophecy unamaanisha ni unabii mkubwa ambao umebaki, utakao wakilisha mwisho wa huu utawala ambao ni wa Esau Edom, ambapo pia utakuwa ni chanzo kikubwa cha dhiki kuu. Naona kwa sababu tutaenda kuona hapa. Kuna hii picha ya kwanza inasema you have all been warned, kwamba wote mmekwisha kuonywa, na kweli tumekwisha kufanya video nyingi kuhusiana na hii topiki, tukaenda kwa kina na kuelezea ni nini. Unaona, kuna watu wengine wanasema sijui ni upapa, sijui ni kanisa Katoliki, sijui ni nini, sijui ni Uislamu. Hapana, alama ya mnyama ni teknolojia ambayo itahusisha kitu hiki ambacho amekishika mkononi, ambapo hii tunasema ni microchip, ambayo ni kompyuta ndogo yenye ukubwa wa punje ya mchele, ambayo bila hii hauwezi kuuza wala kununua, kwa sababu itakuwa na taarifa zako zote humo ndani. Tukianzia na vitambulisho vya kidigitali alimaarufu kama NIDA. Kuna bima ya afya kwa watu wote, nadhani nilifanya somo kuhusiana na hilo swala, na mambo mengine mbalimbali ambayo unatakiwa kwa hivi sasa uwe nayo, nikimaanisha kwamba vitu mbalimbali vinaunganishwa na hiki kitambulisho cha kidigitali. Kwa maana nyingine, katika jamii hauwezi kufanya kitu chochote pasipokuwa na hiki kitambulisho cha kidigitali, ambapo si Tanzania tu inafanya hii tunasema hizi juhudi za kuhakikisha kila mtu ana kitambulisho cha kidigitali, ambapo taarifa zako za kibenki, taarifa zako za afya, sijui hizi huduma za kijamii zote zitaunganishwa hapo, mambo ya shule, mambo ya nini. Ili swala linaelekea kwenye nini, kwenye hii microchip, kwa sababu taarifa zako zote zikiwa kwenye hicho kitambulisho cha kidigitali ambayo maarufu nasema kama NIDA, mwisho wa siku zitawekwa kwenye hicho kikompyuta kidogo. Na ndio maana wakasema itakuwa kwenye mkono wako wa kuume au paji lako la uso. Kwa hiyo ikimaanisha ni kitu. Tuenda kwenye picha ya pili. Amesema ni grain of rice. Anasema RFID chip used in human. RFID inasimama kwa radio frequency identification. Akasema ni kama grain of rice, ni kama punje ndogo ya mchele. Ndio maana tunasema ni kompyuta ndogo yenye ukubwa wa punje ya mchele. Ndio inaonekana hivi sasa. Unaona? Kwa hiyo anakuambia, huyu aliuliza can you purchase using RFID microchip? Akasema yes, you can purchase item using an RFID microchip either by using an implanted chip like linked to a digital wallet. Unaona? Kwa hiyo unakuwa na hii digital wallet, unakuwa na, ndio maana sasa hivi wameleta mambo ya unaweza kaenda ATM hauna kadi na bado ukatoa hela. Unaweza kufanya mambo mengi bila kuwa na kadi, bila kuwa na nini. Mambo ya elektroniki. Anaongelea kuhusiana na mambo ya contactless payment. Kwa mfano Dar es Salaam walikuwa wanaita kupangusa. Kuna zile kadi za kupangusa, unaona? Unaweka kwenye paji lako la uso au kwenye mkono wako, inakaa hapo kama ilivyokaa hapo. Unaona? Anaendelea.
RFID microchip anaelezea kirefu chake. RFID ni radio frequency identification microchip, au kwa kifupi tunasema chip. Anakwambia ni tiny device with a chip and antenna used for contactless identification. Kwa hiyo ni chip ndogo ambayo inakuwa na antena kama ilivyo redio, inakuwa inanasa mawimbi ili iweze kufanya kazi. Inatumika kwa ugunduzi. Contactless identification ni ugunduzi wa kielektroniki. Ndio maana hata ulipokuwa unaenda kufungua kitambulisho chako cha NIDA walikuwa wanachukua, tunasema biometric data. Tunaposema biometric data tunamaanisha vidole gumba na vitu kama hivyo. Kwa mfano kama wengine sasa hivi kuna simu kwa mfano kama za hizi simu za kisasa, ukiangalia tu hivi inajifungua yenyewe. Kwa hiyo ndio contactless identification, tunasema ni biometric data. Kwenye simu wanasema ni face ID. Ndio hii hapo sasa inawekwa hapo. Unaona hapa, hiki ndio kinachotumika kuiingiza. Inawekwa huko ndani, unachoma sindano afu inaingia. Ndio kama hivyo sasa. Kwa hiyo tunaenda kwenye maandiko hapo, Ufunuo wa Yohana 13:16 anakuambia naye awafanye wote wadogo kwa wakubwa. Huyu naye anayeongelewa hapa ni Esau, au tunasema watawala katika watoto wa Esau, tunawaita kwa Kiingereza maelite. Anakwambia na matajiri na maskini. Kwa hiyo hakuna cha tajiri, hakuna cha maskini. Hili swala litakuwa la kila mtu. Walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Walio huru kwa watumwa, kwa mfano watu walioko magerezani kwa sasa hivi, au katika vipaji vya nyuso zao, katika mkono wa kuume au vipaji za nyuso zao. Anakwambia tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Hiyo ndio key point. Unaona? Pointi ya kwanza ni katika mkono wa kuume au katika paji la uso. Pointi ya pili kwenye mstari wa 17 anakwambia tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Kwa hiyo hii inakuonyesha haikuwa hiongelei upapa, kwa sababu kuna watu hapa duniani hawamjui hata papa na wanaweza kuuza na kununua. Kuna watu hawapo kwenye Uislamu wanaweza kuuza na kununua. Kuna watu sio wa Katoliki lakini wanaweza kuuza na kununua. Kwa hiyo hii ilikuwa inaongelea teknolojia ambayo itahusiana na mambo ya commerce, mambo ya kununua, mambo ya biashara. Ndio maana sasa hivi wanaleta mambo mbalimbali ambayo unaweza ukaenda dukani ukafanya manunuzi yako bila kutoa hela cash. Unaona, hela nyingi sasa hivi zinakuwa za kidijitali. Ndio maana wanaleta hii miundombinu mbalimbali kama ya lipa namba, sijui M-Pesa na vitu kama hivyo. Anakwambia isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake, hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyu, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Kwa hiyo tukitoka hapo tuende kwenye kitabu cha Wakorinto. Niangalie Wakorinto, turudi kwa Wakorinto. Wakorinto wa kwanza 2:11. Niangalie. Tuende kwenye Wakorinto wa pili 2:11. Anakwambia shetani ambaye ni Esau, anakwambia asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Tunazijua fikira zake kwa kuangalia maneno ya unabii au kwa kuangalia maandiko matakatifu na kwa kusoma nyakati. Unajua nyakati hizi tupo katika timeline gani? Unaona, unalinganisha na kilichoandikwa kwenye Biblia, kwa sababu unabii wa alama ya mnyama unahitaji miundombinu, na hiyo miundombinu ni miundombinu ya kiteknolojia. Kwa hiyo unaangalia kinachoendelea kwenye ulimwengu wa teknolojia, unalinganisha na maandiko, unaweza kujua kama tuko nyakati gani sasa hivi tukiungojea ujio wa Kristo au Yahawashai. Unaona? Kwa anakwambia Ufunuo wa Yohana 14:9 anakwambia na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto wa kiberiti
mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwanakondoo. Kwa hiyo ukishachukua hii alama ya mnyama, hakuna namna utaweza kutubu. Huo ndio mwisho wako, na maana kinachofuata wewe ni adhabu. Hakuna kusema kwamba nitaichukua halafu nitaitoa haraka haraka. Kinachofuata wewe hapa ni kiberiti, na hicho kiberiti inaenda kwenye mabomu ya nyuklia, ambayo hiyo ndo kwa Kristo wanaita ni vita ya Armageddon. Anakwambia, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hawa wamsujudiao huyo mnyama na sanamu yake. Unaona, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Kwa hiyo hapo tunachokiangalia ni chapa au alama ya mnyama. Unaona, hapo ukienda kuangalia ile 666 kwa Kigiriki inasema ni Kaisar stigma, ikimaanisha unaingiziwa kitu, kama tulivyoona kwenye hizi picha. Ukienda hapa unaingiziwa kitu chini ya ngozi yako, ndo Kaisar stigma. Kwa hiyo hapo nafika mwisho wa somo, natumai umepata kitu.